بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jana tulielezea masala ya zakatul fitr. Katika baadhi ya tuliyoelezea jana ni kwamba haifai kutoa thamani ya chakula. Haifai kutoa thamani ya chakula, yani badala ya kutoa chakula mtu akatoa thamani, akatoa pesa kumpa yule mlengwa. Jambo hilo halifai. Na pia tukaelezea kwamba sala la wakati wa kutoa. Wakati wa kutoa tukaelezea maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullah kwamba ni wakati muhaddad, ambapo ni baada tu ya kutokeza alfajiri ya siku ya Idi mpaka nyuma kidogo ya sala ya Idi. Akaelezea kwamba riwaya zile za Ibn Umar kuwapa maskini zakatul fitri zimebainishwa katika riwayat za Sahih Ibn Khuzaimah kwamba aliwapa wale wafanyikazi wanaokusanya hizo zakatul fitri. Lakini mmoja na hivyo, akwali za maulama wengine ni kwamba inajuzu kutoa zakatul fitri kabla ya siku moja au mbili kwa siku ya Idi. Ni jambo ambalo linajuzu. Kuna nukta muhimu ambayo nataka kumalizia katika masuala hayo ya zakatul fitr kabla sijaanzia risala ya Idi. Baadhi ya maulama wanasema kwamba haifai kutoa zakatul fitri mchele au chakula kingine muda wa kwamba zile sampuli zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam zipo. Haifai kutoa mchele, haifai kutoa unga wa ngano au kutoa unga wa sima, madam sampuli zile zilizotajwa katika hadithi zipo: tende, zabibu, maziwa hayo ya kukaushwa. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliulizwa swali hili, akaambiwa kwamba qala ba'd ulama innahu la yajuzu ada'u zakatil fitri min ar-ruz. Baadhi ya maulama wanasema haifai kutoa zakatul fitri mchele maadamatil asnaful mansus alaiha mawjuda, muda wa kwamba zile sampuli zilizotajwa katika hadithi zipo. Fama ra'yu fadilatikum, nini rai ya ubora wenu? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akajibu qailan as-sahihu annahu yajuzu ikhrajuha min ta'amil adamiyyin. Kauli sahihi ni kwamba inajuzu kuitoa zakatul fitri katika vyakula vya wanadamu. Wadhalik lianna Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kama thabata fi sahih al-Bukhari qala كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. anatolea dalili Sheikh Ibn Uthaymeen hadithi hii ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu iliyo katika Sahih al-Bukhari. Anasema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, tulikuwa tukitoa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam pishi ya chakula, na ilikuwa chakula chetu ni tende na shair na zabibu na hayo maziwa ya kukaushwa. Thumma qala rahimahullah wa ala hadha fayajuzu ikhraju zakati alfitri min alurzi. Kwa hiyo inajuzu, inafaa kutoa zakatul fitri mchele, bali alladhi ara anna alurza afdalu min ghairihi fi waqtina alhadir. Sheikh anasema bali ninaloonelea mimi ni kwamba mchele ni bora zaidi kuliko chakula kingine katika wakati huu wetu wa sasa, liannahu aqallu mauna
wa arghabu inda an-nas, sababu mchele gharama zake ni ndogo na pia watu wanapenda sana mchele. Thumma qala Sheikh rahimahullah, wa ma'a hadha fal umuru takhtalifu, pamoja na hili lakini mambo yanatofautiana. Faqad yakunu fil badiyati ta'ifatun at-tamru ahabbu ilayhim, walikapatikana kundi huko baadhi ya mashambani tende wanaipenda sana, fayukhriju linsanu min at-tamri, kwa mtu anatoa zakatul fitr tende kulingana na wale watu wa pale wanavyopenda tende. Wa fi makanin akhar, na mahali pengine azabibu ahabbu ilayhim, zabibu wanapenda sana wao, fayukhriju linsanu min azabib, kwa mtu anatoa zabibu. Wa kadhalika al-aqitu wa ghayruhu, vile vile hayo maziwa ya kukaushwa na chakula kingine. Kisha akamalizia Sheikh Ibn Uthaymeen, qala fal afdalu fi kulli qaumin ma huwa anfa'u lahum, kwa hiyo bora zaidi kwa kila watu ni kile chakula kinachonufaisha zaidi kwao. Kile chakula wanachokipenda ndiyo wapewe chakula hicho, sio mtu atoe chakula chake anachokula yeye, kama wanavyojua au wanavyodhania baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanadhania hivi kwamba kama yeye anakula mchele basi na yeye awape mchele watu wale, hata kama hawapendi kula mchele, hata kama hawapendi wali, kwa vile yeye anapenda wali, kwa hiyo anatoa mchele ili awape hao wale wali. Lakini sio hivyo. Kwa hiyo watu wanatakiwa watoe kile chakula ambacho wale wanaopewa ndio wanachokipenda. Kwa hiyo unaweza ukenda sehemu ambazo mchele kwao wanaona kama pojo, unaona. Kwa hiyo wale wanapewa chakula kile wanachokipenda. Wanapenda sima, wapewe unga sima. Wanapenda mchele, wapewe mchele, wa hakadha. Hadi maneno Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika fatawa Arkan al-Islam safha 434 mpaka 433. Kwa hiyo watu wanatakiwa waangalie kile chakula wanachopenda wale wastahiki wa hiyo zakatul fitri, sio chakula anachopenda huyo mtoaji. Haya ilikuwa ni tambihi ndogo tu ya kumalizia ile darsa ya jana. Leo tuna risala nyingine kadhalika ya Sheikhuna Ahmad al-Jazairi hafidhahullah ta'ala. Risala hii ni Isaadul Muslimin bi ahkami al-eidain, Isaadul Muslimin bi ahkami al-eidain. Kwa hiyo tunaelezea masala ya Idi mbili kwa siku tatu hizi zilizobaki za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaelezea mwisho kabisa wa durusi zetu masala haya ya Idi mbili. Kwa hiyo leo hii tarehe 26 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka huu wa 1441 Hijria, sawa na tarehe 19 ya mwezi huu wa Mei mwaka 2020 miladia. Tunaanza risala hii ya kuelezea masala ya Idi. عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيها. يبقون أنس بن مالك رضي الله عنه anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofika Madina, walahum yaumani yal'abuna fihima, na wakati watu wa Madina wana siku mbili wanafurahika kwa siku hizo mbili. Faqala, Mtume akawaambia akasema, ma hadhani liyaumani, ni siku gani hizi mbili ambazo nyinyi mnacheza na kufurahikia? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya, tulikuwa tunacheza na kufurahika kwa siku hizi mbili katika wakati wa kijahiliya. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Allah amekubadilishieni kwa siku hizo zenu mbili, amekubadilishieni siku bora kuliko hizo. Qad abdalakumullahu bihima khairan minha,
Allah amekubadilishieni siku bora kuliko hizo zenu mbili, yaumal adha wa yaumal fitri, siku ya Eid al-Adha na siku ya Eid al-Fitri. Kwa hizi ndio idi mbili za Waislamu zilizowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambia watu wa Madina hadithi hii na maneno haya: qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Hizi ndio idi za Waislamu ambazo wanatakiwa wafurahikie na wacheze na kusherehekea siku hizi mbili. Tahrimu siyami yawma al-fitri wal adha, kuharamishwa kufunga siku hizi mbili ya Eid al-Fitri na Eid al-Adha. Ni haramu Waislamu kufunga saum katika siku hizi mbili. Saumu yoyote ni haramu kuifunga katika siku hii ya Eid al-Fitri na kadhalika Eid al-Adha ile ya baada ya Hajj. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufunga siku hizi mbili, siku ya Eid al-Fitri na siku ya Eid al-Adha. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوز. wamewafikiana ahlul ilmi kwamba kufunga siku ya Idi la yajuzu, haijuzu. La yajuz, haijuzu kufunga siku ya Idi. walau nadhara sawmahu la yanaqidu inda akthari ahli ilmi. lau aliweka nadhiri kufunga siku ya Idi, pia nadhiri yake hiyo la yanaqidu, haiwezi ikafungamana na kusihi inda akthari ahli ilmi, kwa maulama wengi. Kwa hizi ni siku mbili zaidi, ni haramu kufunga saumu yoyote. Hadha iduna ahla alislam, hii ndio idi yetu siku watu sisi waislamu. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat: dakhala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa indi jariyatani min jawari al-ansar. Aliingia kwangu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na hali mbele yangu kuna wasichana wawili katika wasichana wa Ansar. Wa fi riwaya qainatani fi ayami Mina, katika siku za Mina. Tughanniyani bighina, wanaimba. Wa fi riwaya bima taqawalat. wa fi ukhra تقاذفت الأنصار يوم بعاث. وليستا بمغنيتين، ولا هاو سوى إمباجي. وليستا بمغنيتين سوى إمباجي، يعني أنسمى الحافظ ابن حجر قولها ليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. si wale waimbaji ambao wanajua kuimba maarufat, ambao wanajulikana. ndio maana qawliha laysata bimughanniyatayn. fadtaja ala alfirashi wa hawala wajhahu, mtume akajilaza katika godoro na kugeuza uso wake. ودخل أبو بكر، akaingia Abu Bakar. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، na hali mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kujifunika kwa nguo yake. fantaharani, wa fi riwaya fantaharahuma, Abu Bakar akawakemea. fantaharani, akanikemea. mama Aisha anasema Abu Bakar akanikemea baba yake. wa fi riwaya fantaharahuma, akawakemea wale wasichana wanaoimba. وقال مزمارة، akasema مزمارة. وفي رواية مزمار الشياطين أو مزمار الشياطين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، sauti za sheitani katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. wa fi riwaya amazamiru shaitani fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marratayn, hivi sauti za shaitan ziko katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar akasema hivyo mara mbili.
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم akamwelekea Abu Bakar وفي رواية فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه متوم صلى الله عليه وسلم akafunua uso wake فقال دعهما يا أبا بكر mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Abu Bakar waache ewe Abu Bakar wawache waimbe fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduna kwani kila watu wanaidi hii sisi ni idi yetu hii ni idi yetu falamma ghafala alipoghafilika ghamaztuhuma fakharajata asema alipoghafilika nikawaashiria wale wasichana wawili fakharajata wakatoka pale nyumbani alhadith muttafaqun alayhi وكان يوم عيد يلعب السودان وفي رواية الحبشة بالدرق والحراب na ilikuwa siku ya Idi wanacheza wa Sudani katika riwaya al-Habasha mahabeshi wanacheza kwa ngao zile walhirab na silaha fil masjid katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam fa imma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa imma qala atastahina tandhurin nilimuuliza limuomba mtume sallallahu alaihi wasallam na ima alisema atastahina tandhurin je unatamani kuangalia qultu na'am mama Aisha sema nikasema ndio fa aqamani waraahu mama Aisha anasema akaniweka nyuma yake ala babi hujrati katika mlango wa ile chumba changu yasturuni biburdaihi yasturuni biridaihi yasturuni biridaihi ananistiri na kunifunika kwa ile ridai yake kile kishali chake alichokivaa andhuru ila la'bihim fil masjid na angalia ule mchezo wao hao mahabeshi katika msikiti fazajarahum Umar ibn Khattab akawakataza hao mahabeshi waliokuwa wakicheza pale فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar waache fama ziltu anzuru nikaendelea kuangalia khaddi ala khaddihi uso wangu uko juu ya uso wake wa huwa yaqul na huku mtume anasema dunakum wa fi riwaya ya bani arfida dunakum ya bani arfida yani amnan ya bani arfida yani min al-amni yani endeleeni muwe salama enyi banu arfida hatta idha malaltu mpaka nilipochoka qala hasbuki mtume akanambia hasbuki inatosha qultu na'am nikamwambia ndio qala fadhhabi mtume akamwambia nenda fadhhabi nenda الحديث في البخاري وهذا مختصر هذا الحديث إذن mahabeshi hawa pia walikuwa wakisherehekea siku hiyo ya Idi michezo hiyo ya kivita wamebeba ngao na silaha walikuwa wakicheza michezo hiyo kusherehekea siku ya Idi Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fath al-Bari anasema kama mtu anataka kuwaiga mahabeshi basi awaige hivyo michezo hiyo ya kivita abebe silaha halafu siku ya Idi so kwa hiyo kuwaiga hao mahabeshi ni kuwaiga kwa michezo hiyo si kwa kupiga dufu wanaume mahabeshi hawakuwa na dufu hata mmoja hapo walikuwa wakicheza na ngao na silaha kusherehekea siku ya Idi kwa kama mtu atakuwaiga hawa ni kwamba acheze michezo hiyo sio kupiga dufu kupiga dufu ni tofauti na walivyocheza hawa mahabeshi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hii ni siku ya Idi pia wanasherehekea siku ya Idi na hao wasichana walikuwa wakiimba siku hii ya Idi hakuna kuimba tena hawa ni wasichana wasichana walikuwa wakiimba sio wavulana mvulana ni haram kuimba hata hiyo siku ya Idi pia ni haram mvulana hawa ni wasichana ndio wameruhusiwa kuimba fardhiyatuha ulazima wa sala ya Idi
فرضت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة. Sala Idi mbili imefaradhishwa mwaka wa kwanza wa hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia kule Madina, mwaka ule ule ikafaradhishwa salatul Eidain, ikawa ni lazima. قال الدكتور عمر سليمان الأشقر: وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة. katika huo mwaka wa kwanza wa hijra ikawekwa adhana ya sala tano, walqital, na vita vikafaradhishwa mwaka huo, kama zilivyowekwa hukumu za ndoa, kasadaqi, kama mahari, walwalima na walima, yote haya yamewekwa mwaka wa kwanza wa hijra. Hikmatuha, hikma yake, hikma ya hii idi, حكمة يا صلاة العيدين. ثم اعلم أخي المسلم أن سنة صلاة العيدين في الصحراء لها حكمة عظيمة بالغة. جوا ndugu yangu muislamu kwamba sunna ya kusali sala zaidi fi sahara, kule mbali na mji, katika desert kule, ina hikma kubwa kuwekwa sala hiyo ya Idi fi sahara. Wa hiya an yakuna lilmuslimina yawmani fi sana yajtami'u fihima ahlu kulli balda rijalan wa nisaan wa sibyana. Hikma yake ni kuwa waislamu wana siku mbili katika mwaka, wanakusanyika watu wote wa mji, wanaume na wanawake, wasibiana na watoto, yatawajjahuna ila Allah, wanamuelekea Allah, biqulubihim, kwa nyoyo zao, tajma'uhum kalimatun wahida, huwakusanya kalima moja, wayusalluna khalfa imamin wahid, na wanasali nyuma ya imamu mmoja, yukabbirun wa yuhallilun, wanaleta takbir na wanaleta tahlil, wayad'una Allah, na wanamuomba Allah, mukhlisin, hali ya kumtakasia Allah dua zao, kaannahum ala qalbi rajulin wahid, kama kwamba wako katika moyo wa mtu mmoja, farihin, hali ya kufurahika, mustabshirina bi ni'mati Llahi alaihim, hali ya kufurahi neema za Allah juu yao alizowaneemesha. Fayakunu al-eidu indahum ida, fayakunu al-eidu indahum ida, inakuwa idi kwao ni idi, ni furaha. Maneno hayo ya Sheikh Al-Albani rahimahullah alivyoelezea katika salatul Eidain fil musalla, kwamba sunna ni kusali sala ya Idi mbili fil musalla, katika musalla, sio sunna kusaliwa miskitini. Hukmuha alwujub, hukmu ya salatul Eidain ni wajib. Salatul Eidain ni wajib, ni lazima. دليل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين. أم عطية رضي الله عنها سما tumeamrishwa tuwatoe wenye hedhi siku hiyo ya Idi mbili. Umirna an nukhrija al-huyadha yawm al-eidain wa dhawati al-khudur, tumeamrishwa tuwatoe wenye hedhi siku hiyo ya Idi mbili, wa dhawati al-khudur, na wale wanawali, fayashhadna jama'ata al-muslimina wa da'watahum, wahudhurie kundi la waislamu na da'wa yao, na wahudhurie kule, wata'tazilu al-huyadhu an musallahunna, lakini watajitenga wale wenye hedhi na mahali pa kusalia hao wanawake. Wenye hedhi watatoka katika majumba yao wende kule katika musalla, lakini watajitenga, hawatasali. Lakini wale wengine ambao hawako katika siku zao watasali salatul Eidain. Hadithi inaonesha wajibu wa sala za Idi mbili kwa wanawake, licha ya wanaume. Wanawake pia ni wajibu kwao kutoka kwenda kwenye musalla kwa ajili ya sala hizi za Idi mbili. Wa ibn Abbas marfu'an kana ya'muru banatihi wa nisa'ahu an yakhrujna fil Eidain. Kutoka Ibn Abbas marfu'an, alikuwa akiwaamrisha wasichana wake na wake zake watoke
kwenda kwa ajili ya sala hizi zaidi mbili. Kana yaamuru banatihi wa nisaahu an yakhrujna fil eidain, alikuwa akiwaamrisha wasichana wake na wake zake watoke kwa sababu ya sala za idi mbili. وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاق يعني في العيدين, ni lazima kutoka kwa kila mwenye mkanda, yani katika idi mbili. وجب الخروج على كل ذات نطاق يعني في العيدين, ni lazima kutoka kwa kila mwanamke lazima atoke katika sala zaidi mbili. قال العلامة صديق حسن خان أعلى الله درجته قد اختلف أهل العلم ومختلفين هل صلاة العيد واجبة أم لا, دي صلاة عيد ni wajiba ni lazima au si lazima. Qala wal haqqul wujubu, asema na haki ni kwamba ni wajib, liannahu sallallahu alayhi wasallama ma'a mulazamatihi laha qad amarna bil khuruj ilayha kama fi hadithi amrihi sallallahu alayhi wasallam linnasi an yaghdu ila musallahum ba'da an akhbarahu ar-rakbu bi ru'yati al-hilal wa huwa hadithun sahih. Asema haki ni kwamba hukumu ya salatu al-eidain ni wajib. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwamba yeye amelazimiana na sala hiyo, pia ametuamrisha tutoke kwa ajili ya sala hiyo, kama ilivyo katika hadithi alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alivyoamrisha watu warauke wende katika mahali pao pa kusalia, baada ya kumwelezea wasafiri kwamba wameuona mwezi muandamo wa Shawwal. وهو حديث صحيح, na hii ni hadithi sahihi kama itakavyokuja ukamilifu wake huko mbele. Kwa hadithi hizi ni kwamba salatu al-eidain ni wajiba, ni lazima. Bal thabata al-amru al-qur'ani bi salati al-eid, lakini pia imethubutu amri ya Qur'ani kwa sala hii ya Idi. Amri ya Qur'ani imethubutu katika sala hii ya Idi, kama dhakarahu a'immatu tafsir, kama walivyotaja hilo maimamu wa tafsir fi qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Katika suratul Kauthar Allah anasema fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيدين وهو أئمة التفسير. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. ni katika dalili ya kuonyesha wajibu wa salatu al-eidain ni kwamba sala ya Idi inaangusha salatu al-Jum'a idha ittafaqata fi yawmin wahid, zikiwafikiana katika siku moja. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. ni katika dalili za kuonyesha wajibu wa salatu al-eidain ni kwamba sala ya Idi inaangusha salatu al-Jum'a idha ittafaqata fi yawmin wahid, zikiwafikiana katika siku moja. Ikiwa siku ya Ijumaa ndio hiyo siku ya Idi, aliyeswali Idi inakuwa wajibu wa salatu al-Jum'a kwake umeondoka, kama ilivyokuja katika hadithi au kama itakavyokuja katika hadithi zinazoonesha hukumu hiyo. Wama laysa biwajibin la yusqitu ma kana wajiba, jambo ambalo si wajib haliwezi likaangusha lililo wajib. Kama ingekuwa salatu al-eidain si wajib, isingeweza kuangusha salatu al-Jum'a. Kwa salatu al-eidain inaangusha salatu al-Jum'a, kuonesha kwamba hiyo salatu al-eidain ni wajibu nayo pia. ويضاف إلى هذه الوجوه كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على النساء, na huongezewa hilo pia, huongezewa katika njia hizo zote kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiwajibisha salatu al-eidain kwa wanawake, wa fihinna al-huyyadh, na katika wao pia wenye hedhi pia amewajibisha watoke wende katika musalla, kuonesha wajibu wa salatu al-eidain. فهي على الرجال أوجب
kama la yakhfa ala kulli aqil. Kwa salatu al-Eidain kwa wanaume ni wajibu zaidi kama isivyojificha kwa mwenye akili. Ikiwa wanawake wanaamrishwa wakasali Eid mbili, salatu al-Eidain ni wajibu kwao, kwa wanaume itakuwa ni wajibu zaidi. Wa huwa ikhtiyar ibn Hazm wa ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa Shawkani wa ghayrihim. Na hiyo ndio ikhtiyar ya Ibn Hazm al-Andalusi na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim na Shawkani wa ghayrihim na wengineo, kwamba salatu al-Eidain ni wajiba, ni ya lazima. Wujubuha ala nisa, wajibu wake kwa wanawake, wajibu wa sala Eid kwa wanawake. Watajibu ala nisai aidha, na ni wajibu pia salatu al-Eidain kwa wanawake, lihadithi ummi Atiyya, وحديث يا أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض في العيدين. أم عطية رضي الله عنها سمع alituamrisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Eid al-Fitr na Eid al-Adha tuwatoe wasichana wale wanawali, tuwatoe wale wasichana wanawali, walhuyadha na wenye hedhi, fil Eidain, katika Eid mbili, wao pia wakasali salatul Eidain. Uchini katika hasha zima al-awatiq jamu atiq wa hiya shaba awwala ma tudriku, ni yule msichana mwanzo tu wa kubaligh, ndio huyo mwanamwali. Kwa hiyo hao pia wameamrishwa watoke, ambao ni wasichana wa kustiriwa, wa kutotoka mara ovyo ovyo nyumbani. Lakini pia siku hiyo ya Eid Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watolewe, wende wakahudhurie na kusali salatul Eidain. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil fitri wal adha al awatiqa wal huyadha fil Eidain. Ametuamrisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam tuwatoe katika Eid al-Fitr na Eid al-Adha, tuwatoe hao wasichana wanawali na wenye hedhi fil Eidain, katika sala ya Eid mbili. Fa amma al-huyadhu fayatazilna al-musalla, ama wenye hedhi watajitenga na pale mahali pa kusalia. Wayashhadna da'watal muslimin, watahudhuria tu da'wa ya waislamu, khutba watahudhuria pale. Qalat ihdahunna, akasema mmoja katika sahabiyat, illam yakul laha jilbabun, kama mwanamke hana jilbab la kuvaa siku hiyo, qala faltu'irha ukhtuha min jalabibiha, dada yake amuazime katika majilbabu yake, amuazime, atafute ukhti yoyote amuazime katika majilbabu yake na yeye avae, ili akahudhurie salatu na kusali salatul Eidain na kuhudhuria khutba ya Eid. قال الصنعاني في سبل السلام، أسمى الإمام الصنعاني كتك سبل السلام: والحديث دليل على وجوب إخراجهن، حديثه ni دليل ya wajibu wa kuwatoa hao wasichana na wanawake wote wende wakasali salatul Eidain. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى. الإمام الشوكاني anasema na yeye katika Nail, الإمام الشوكاني anasema katika Nail al-Awtar mujallad wa 3 safha 354, anasema kwamba hadithi hiyo na hadithi nyingine zilizo katika maana yake katika hadithi zote zinatoa hukumu na kuhukumu sheria ya wanawake watoke katika sala Eid mbili ila al-musalla, wende katika mahali pa kusalia, min ghairi farqin baina al-bikri wath-thayyib wash-shabbati wal-ajuz, bila kufarikisha baina ya msichana bikr na thayyib na mtu mzima au na yule ambaye si bikra, washaba na msichana, wal ajuz na kinyanya, wal haid na mwenye hedhi, wote hao watoke bila kufarikisha baina yao. Wa ghairiha mimma lam takun mu'tadda, na wengineo muda wa kwamba si mwenye eda. Kama ni mwenye eda, ana eda ya kufiliwa, hapo sawa.
au kana fi khurujiha fitna, au ilipatikana fitna akitoka huyo, au kana laha udhrun, au mwanamke ambaye ana udhuru, huyu hatatoka. Lakini wengineo wanawajibika kutoka kwenda kusali salatul Eidain. Tambihun wa tawjih, uzindushi na maelekezo. Wayambaghi an ya'lama almuslim anna amra an-nisa'i bil khuruj ila al-Eid, lazima inatakikana kujua muislamu kwamba amri hii ya wanawake ya mtume watoke wende kwenye Eid, inma kana ba'da fardhi al-hijab, hii ilikuwa baada ya kufaradhishwa hijab, kwamba wajifunike vizuri wasionekane hata nyuso zao. Lidha fala yajuzu lahunna alkhuruj yawm al-Eid fadlan an ghayrihi illa fi kamili hijabihinna ash-shar'iyya. Kwa hiyo haijuzu wanawake kutoka siku ya Idi wachilia mbali siku nyingine, isipokuwa watoke katika vazi lao kamili la kisheria la kujifunika. Watoke wende kwenye musalla al-Eid au mahali pengine, wasitoke isipokuwa huku wamevaa vazi kamili, hijabu kamili na niqab na jilbab, wavae vazi kamili la kisheria, sio watoke tu ovyo ovyo. Kwa hiyo jambo la salatul Eidain ni sala ya lazima kwa wanaume na wanawake, ni sala ya lazima kwa wanaume na wanawake, kwa dalili hizi alizozitaja hapa Sheikhuna hafidhahullahu ta'ala. Man tasihhu minhum salatul Eidain, ni kina nani ambao husihi kwao sala hii ya Eid mbili? Tasihhu salatul Eidain min ar-rijali wan-nisa'i was-sibyan jama'atan au munfaridin fil baiti au fil masjid au fil musalla. Inasihi sala ya Eid mbili kwa wanaume na wanawake na watoto, jamaa kwa kusali jamaa, au munfaridin, au bila kusali jamaa, kila mtu peke yake, fil bait, nyumbani, au fil masjid, au katika msikiti, au fil musalla, au katika mahali pa kusalia. ففي صحيح البخاري أن أنس بن مالك أمر مولاهم ابن أبي عتيبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. katika sahihi al-Bukhari ni kwamba Anas bin Malik radhiyallahu anhu aliwaamrisha maulahum ibn Abi Utaiba bizawiya, yani mahali mbali kama maili mbili hivi min al-Basra, hapo panaitwa Az-Zawiya. Alimwamrisha ende huko, fajamaa ahlahu, akakusanya ahli zake, wabanihi, na watoto wake, wasalla kasalati ahli al-Misri wa takbirihim, wakasali kama sala ya watu wa mjini na takbira zao. Mtu akusanya ahli zake na watoto wake. وفي صحيح البخاري أيضا عن إكرمة أنه قال أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. نحسوس خصوصا mwaka huu kutokana na janga hili la virusi vya corona, hairuhusi kusali jamaa misikitini wala katika musalla. Kila mtu anasali nyumbani kwake na ahli zake na watoto wake. Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala ameelezea sala hili la kusali nyumbani salatul Eidain, asema lina ikhtilaf, pamoja na ikhtilaf lakini maulama wa minhum Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala amefutu kwamba yajuzu kusali salatul Eidain nyumbani kukiwa na udhuru kama huu, yajuzu kusali nyumbani. Kwa mtu amkusanye ahli yake na watoto wake, wavulana na wasichana, asali nao nyumbani. Na hapa ndipo inapoonesha umuhimu wa watu waislamu kusoma dini, umuhimu wa waislamu kusoma dini. Kwa sasa hivi mwaka huu hakuna salatul jamaa, salatul Eidain ya jamaa hakuna, si msikitini wala si katika sahara hakuna,
kila mtu asali nyumbani kwake na familia yake, kila mtu asali nyumbani kwake na familia yake. Hapa ndipo itakuja wajibu wa mtu kusoma dini na kusoma Qur'ani. Sasa kama mtu hukusoma utaswalisha vipi? Kama mtu hukusoma, wewe una mke wako na watoto wako, wewe ndio imamu, wewe unatakiwa uwe imamu, utaswalisha vipi kama hujasoma? Ushaona sasa? Hapa ndio itakapoonesha uzembe wa baadhi ya Waislamu wanaume wasiosoma. Hapa ndio itabainika hapa. Sababu mwanamke hata kama amesoma hawezi kuwa ni imamu wako wewe mwanamume. Kwa hiyo aidha uswalishe wewe, au kama una watoto wako wa kivulana umewasomesha madrasa, wao wataswalisha. Kama wewe huwezi, kama wewe mwenyewe ni mbumbumbu mzungu wa reli, huwezi hata kuswalisha salatul Eidaini, haya basi mtoto wako kama umempeleka madrasa. Lakini kama umempeleka sekula pia hajui na yeye, itakuwa nyote sasa mko hivyo, mtaangaliana tu. Mtaangaliana, mpike sambusa nyinyi, sasa hamwezi hata kuswali. Sasa si afadhali muingie jikoni? Kwa hiyo hapa itajulikana umuhimu, wajibu wa Waislamu kusoma dini yao. Waislamu wasome dini yao. Sasa hivi hakuna kukusanyana akaswali imamu mmoja, hakuna. Wala watu wasikusanye flati zao, yani jumba moja lile la flati 5 na 10, wakakusanyana wakaswali juu ya sati wakamweka imamu mmoja. Pia hairuhusiwi, kwa sababu jambo la mkusanyiko limekatazwa kutokana na nazila na janga hili la virusi vya corona, kuepukana maambukizi, ili kuepukana na maambukizi hayo. Kwa kila watu waswali, kila flati iswali, kila mtu na familia yake aswali katika flati yake. Hakuna kukusanyana wakenda wakaswali katika ukumbi mmoja au juu ya sati, hairuhusiwi. Kwa kuanzia leo mtu ahifadhi suratul A'la na suratul Ghashiyah, kila mume ahifadhi hivyo, kwa sababu ataswalisha baada ya siku 2-3 itakuwa ni wewe imamu. Kwa kuanzia leo jifundishe salatul Eidaini yaswaliwa vipi, takbira zake ni ngapi, ujifundishe, na suratul A'la uhifadhi na suratul Ghashiyah uhifadhi, ili uswalishe familia yako. طيب salatul Eidaini la tuqamu fil bawadi was-safar. Sala hii ya Idi mbili haiswaliwi katika mashamba na safarini. Amma albadu warrahlu wama ashbahahum, ama mashamba na safarini na inayofanana hao, wale mabedui wale. Amma albadu warruhlu wama ashbahahum fala tuqamu fihim salatul Eidain. Wale mabedui wanaoishi mashamba na wale wasafiri na wanaofanana hao, haiswaliwi kwao salatul Eidain, liannaha innama tajibu ala ahli alqura wal amsar wal jumaa. Sababu salatul Eidain ni wajib kwa watu wa mijini. Wala tushra'u fi haqqi almusafirin, wala pia haitakiwi asisunna kuswaliwa katika haki ya wasafiri. Wasafiri pia wao si wajib kusali salatul Eidain, liannahu lam yathbut anhu sallallahu alayhi wasallama annahu sallaha fi hali safarihi. Haikuthubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali salatul Eidain katika hali ya safari yake, kama haqqaqa dhalika allamatul jazira Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, kama alivyohakiki hilo al-allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi. Mashru'iyatu ihdari sibyan ila al-musalla, sunna ya kuleta watoto hapo mahali pa kusalia salatul Eidain. Sunna ya kuleta watoto hapo mahali pa kusalia. An Abdurrahman ibn Abbas radiyallahu anhu qala sami'tu ibn Abbas qila lahu, nilimsikia ibn Abbas akiulizwa, ashahidta al-Eid ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, je ulihudhuria salatul Eid pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala na'am. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema ndiyo. Walaula makani min as-sighar ma shahidtuhu, lau si daraja yangu hii ya utoto nisingehudhuria. Walaula makani min as-sighar ma shahidtuhu, lau si mahali pangu hapa na daraja yangu hii ya utoto
ma shahidtuhu, nisingehudhuria. Ibn Abbas Mtume sallallahu alipofariki, wanasema baadhi ya maulama kwamba alikuwa umri wake ni takriban miaka 13 alipofariki Mtume sallallahu. Ibn Abbas alikuwa takriban ana umri wa miaka 13, alikuwa akihudhuria salatu al-Eidain pamoja na Mtume sallallahu na hali bado yuko mdogo kabla al-bulugh. ونقل البغوي في شرح السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج من استطاع من أهله في العيد. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa akimtoa anayemweza katika ahli zake kwenda katika salatu al-Eidain. قال الحافظ في الفتح بأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم. الحافظ ابن حجر katika Fath al-Bari المجلد الثاني صفحة 416 anasema kwamba sunna ya kuwatoa watoto kuwapeleka kwenye musalla al-Eid inma huwa litabarruk, ni wa kutaka baraka, wa idhhari shi'ari al-Islam, na kudhihirisha alama hii ya Uislam, bikathrati man yahdhuru minhum, kwa wingi wanaohudhuria katika watu na waislamu kule katika musalla. Walidhalik shuri'a lilhuyadhi kama sayati, kwa hiyo pia ndio imetakikana kwa wenye hedhi wahudhurie kama itakavyokuja, ili kupata baraka na kudhihirisha alama hii kubwa ya Uislamu ya sala hii ya Idi mbili. Daf'u ishkalain, kuondosha ishkali mbili, matatizo mawili. الأول إشكال يكوانزا عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت أو كما منعت نساء بني إسرائيل. Mama Aisha radhiallahu anha katika hadithi hii ambayo iko katika sahihain anasema, lau Mtume sallallahu alaihi wasallam alidiriki wanaoyazusha wanawake, basi angewazuia kwenda misikitini kama walivyozuiliwa wanawake wa Bani Israil. Lau adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna al-masjida kama muni'at nisa'u Bani Israil. Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angediriki wanaoyazusha wanawake, basi angewazuia kwenda msikitini kama walivyozuiwa wanawake wa Bani Israil. قال الإمام الصنعاني معلقا أما قول عائشة ثم ذكره. الإمام الصنعاني akifanya تعليق anasema, ama maneno ya mama Aisha kisha akayataja, فهو لا يدل على تحريم خروجهن, maneno hayo hayafahamishi uharamu wa kutoka kwao hao wanawake, wala nusikha al-amru bihi, wala ikunasikhiwa amri ya kuwatoa hao wanawake kwenda katika musalla al-Eid, bal fihi dalilun ala annahunna la yumna'hunna, bali katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba wanawake hawakatazwi kutoka, liannahu lam yamna'ahunna sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawakataza wanawake, bal amara bi ikhrajihinna, bali aliamrisha watolewe wanawake. Falaisa lana an namna'a ma amara bihi, haijuzu sisi kuzuia aliloliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falaisa lana an namna'a ma amara bihi, haijuzu sisi kuzuia aliloamrisha Mtume. Mtume ameamrisha watoke hao wanawake, watolewe na wanawake wende katika musalla al-Eid, sisi haijuzu kuwakataza. Kwa Imam Sanaani akafanya taaliki ya maneno haya mama Aisha, kwa pamoja na mama Aisha kusema hivi, lakini kauli hii haiwezi ikaharamisha kuwatoa wanawake kwenda katika musalla al-Eid, kwa sababu Mtume ameamrisha watolewe, sisi haijuzu kuwazuia wanawake hawa. والثاني إشكال يبيلي قول الإمام الطحاوي أن خروج النساء إلى العيد كان في صدر الإسلام لتكثير السواد ثم نسخ. الإمام الطحاوي رحمه الله anasema kutoka wanawake kwenda katika salatu al-Eid, hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu
kwa ajili ya kukithirisha waislamu katika musalla al-Eid, thumma nusikha, kisha ikafutwa hukumu hiyo. قال الصنعاني معلقا وتعقب أنه نسخ بمجرد الدعوة ويدفعه. أسمى الإمام الصنعاني akifanya تعليق maneno ya Imam الطحاوي asema watuuqiba, yamefuatishwa maneno yake, annahu nusikha bimujarradi da'wa, kwamba hukumu hiyo imefutwa kwa mujarrad wa madai tu, bimujarradi da'wa, kwa mujarrad wa madai tu. ويدفعه نهزوية نسخه نقوله. أولا أن ابن عباس شهد خروجهن وهو صغير. ابن عباس رضي الله عنهما alihudhuria kutoka kwa hao wanawake na hali yeye ni mtoto. Wakana dhalika baada fathi Makkah, na lilikuwa hilo baada ya kufunguliwa mji wa Makkah na kuwa mji wa Uislamu. Wala hajata ilayhinna, na ilikuwa hakuna haja kwa hao wanawake, liquwwati alislam hinaidhin, kwa kuwa na nguvu Uislamu wakati huo. Baada ya kufunguliwa Makkah, Uislamu ulikuwa na nguvu tayari, Waislamu ni wengi, lakini wanawake walikuwa wakitoka hivyo hivyo kwenda katika musalla na sala nyingine, kuonesha kwamba si kwamba hikma ni takthiri sawadi peke yake halafu ikafutwa hukumu hiyo. Pili, wayadfa'uhu annahu allala fi hadithi علل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين. Imefanyiwa ta'lil na kutolewa sababu katika hadithi ya Ummi Atiya kuhudhuria kwao wanawake lishahadatihinna alkhaira, kwa ajili ya kuhudhuria kwao khairi, wa da'wata almuslimin, na dua za waislamu, na khutba kule katika musalla al-Eidain. Imetolewa sababu kupelekwa wanawake katika musalla kwa ajili ya wao wahudhurie khairi, wa da'wata almuslimin, na da'wa ya waislamu kule. ثالثا ويدفعه pia huzuia kauli hiyo na ishkali hiyo, annahu aftat bihi Ummu Atiya baada wafatihi, ni kwamba amefutu hilo Ummu Atiya baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Ummu Atiya akatoa fatwa hii kwamba tumeamrishwa tuwatoe hawa wasichana wanawali na wenye hedhi, kuonesha kwamba ni hukumu ambayo haikufutwa. Hukumu ya kuwatoa wanawake kwenda katika musalla al-Eid haikufutwa, ni ila yaumil qiyama. Kwa wanawake wanawajibika kuwa kusali salatu al-Eidain katika musalla, na sasa hivi mwaka huu ni nyumbani, ni lazima wasali salatu al-Eidain, wanawake na wanaume. Wanawake wasitoe hoja kwamba wapika mahamri, wapika mahajumati, la, lazima wasali salatu al-Eidain pamoja na waume zao na watoto wao majumbani. Wasitoe hoja nyingine kwamba wanashughulika kupika. وقتها وقت واقع، ولعلنا نختم في وقت صلاة العيدين. وقتها وقت واقع من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ni kutoka kupanda kwa jua kiasi cha mkuki mpaka kupenduka kwa jua. Min irtifai shamsi, ni kutoka kupanda kwa jua asubuhi, qaida rumhin, kiasi cha mkuki, ila zawal, mpaka kupenduka kwa jua, yani qabla dhuhur. Huu wote ni wakati wa salatu al-Eidain. عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس في يوم عيد الفطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام. يمكن عبد الله بن بسر kwamba alitoka na watu katika siku ya Eid al-Fitr au Eid al-Adha, akakataza kuchelewa kwa imam. وقال إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. Sema tulikuwa na Mtume صلى الله عليه وسلم, tumemaliza kitambo chetu hiki, tumeshamaliza kusali kitambo chetu hiki, wadhalika hina tasbih, na hilo ni wakati ule wa kusali salatu dhuha. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب التبكير للعيد. ameweka mlango wa Imam al-Bukhari katika sahihi yake mlango wa kurauka kwa ajili ya salatu al-Eid. قال الفهام صديق حسن خان رحمه الله: وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس. الشيخ صديق حسن
Khan rahimahullah asema mwisho wa wakati wa salati al-Eidain ni kupenduka kwa jua. Jua likishapenduka wakati wa dhuhur, pale sio wakati tena wa kusali salatu al-Eidain. Kwa hiyo kuanzia asubuhi jua linapopanda kiasi cha mkuki ni wakati wa salati al-Eidain mpaka kubaila zawal, hapo ni mwisho wa salatu al-Eidain. قال وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للراكب أن يغدو أو أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك. Ikiwa asubuhi baada ya kutokeza kwa jua ila zawal mpaka kupenduka kwa jua ndio wakati wa salatu al-Eidain kama walivyosema baadhi ya ahli ilmi. Kwa hiyo hadithi ya kuamrisha Mtume SAW wasafiri waende warauke waende katika mahali pa kusalia yadullu ala dhalik, hufahamisha hivyo. Qala fil bahr wa hiya min ba'di inbisati ash-shamsi ila az-zawal wala a'rifu fihi khilafa. Anasema wakati wa salatu al-Eidain ni baada ya kutokeza jua mpaka kupenduka kwa jua, wala sijui khilafu ya maulama katika jambo hilo. وقال ابن القيم رحمه الله مبينا هديه في العيدين وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. ابن القيم رحمه الله akibainisha muongozo wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika salatu al-Eidain, وكان يؤخر صلاة عيد الفطر, Mtume ilikuwa akichelewesha salatu Eid al-Fitri, wa yuajjilu al-adha, na kuiharakisha salatu Eid al-Adha. Salatu Eid al-Fitri alikuwa akiakhirisha kidogo, lakini salatu Eid al-Adha alikuwa akiharakisha kuisali mapema zaidi kwa ajili ya masala ya kuchinja wale udhiya. Hapa tutakoma hapa leo. Tuwape nafasi wasikilizaji wasikilize kwa makini na kufahamu na kuyatekeleza haya tulioyafundisha. Tutakuja kuendelea inshallah kesho biidhnillah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.